Timu ya taifa Tanzania, naona mechi itakuwa ngumu, lakini kwa hiyo tulivyojipanga tutakwenda kupambana kwa kila kinachowezekana, tupate alama 3. Tukikosa alama 3 basi hata moja tupate, kwa sababu mchezo wa kwanza usipoteze. Unajua ukipoteza mchezo wa kwanza maana kwenye mashindano unakuwa unachanganyikiwa. Nina imani wale wa Nigeria wao usiwe zetu, wataruka nao mpaka dakika 90, kuna kitu tutakipata leo. Tangia mashindano yameanza, natumai kuna mechi 2-3 umeziangalia na umeona quality ya hali ya juu ya wachezaji na spirit ya upambanaji. Unaiona kabisa Tanzania ikienda kutoboa kwenye mashindano haya? Kutoboa hiyo ya alamu. Mwenyezi Mungu ndo anajua, kwa sababu mwisho wa siku tunakwenda kujifunza kwenye mashindano yale. Hatuna quality kubwa ya kusema tunakwenda kufanya makubwa kwenye yale mashindano, lakini mchezo wa mpira hakuna kisichowezekana. Kama siku tutaamka vizuri kupata matokeo, wewe tukafika kwenye nchi za hadi tukaingia kwenye hatua ya 16 bora, lakini mwisho wa siku tukapambane, tuonyeshe kwamba sisi tumekwenda kushindana, sio kwenda kushiriki. Umesema tunaenda kujifunza. Maana ya kujifunza, tunashuhudia mataifa mengi machanga kwenye soka. Taifa kama Komoro likiwa liko best kabisa likivimbiana na Morocco mwenyeji, baadaye sana ni Morocco mwenyeji ndo akaanza kupata matokeo, lakini alivimba sana. Ule ni mpango ambao Komoro aliingia nao, lakini mwisho wa siku timu kubwa inabaki kuwa kubwa, kwa sababu Komoro aliingia na mfumo wa kuzuia, lakini mwisho wa siku walishikilia bomba akashindwa kuziba, akaja kufungwa goli 2. Hata sisi tuna nafasi ya kupambana na Nigeria tukienda na mfumo sahihi na wewe tukapata matokeo, lakini mwisho wa siku Nigeria wakubwa kuliko sisi. Lakini mashindano yale lazima tukapata kujifunza, kwa sababu bado hajakuwa na wachezaji wakubwa kama wale kwa nao wenzetu. Komoro kama walivyosema, Komoro aliingia Ulaya kuangalia wachezaji gani na asili ya Komoro, akawachukua akawaleta pale. Lakini timu yetu mara nyingi tunatumia wachezaji ambao wako ligi yetu ya ndani, ambao wacheza Simba, Yanga, Azamu na timu zingine. Kwa hiyo ni muda ambao wa kujitafuta. Mwisho wa siku 2027 ngoma iko nyumbani. Ikiwa ngoma nyumbani, tunajua tufanye nini ili tufike hatua kubwa zaidi. Na wachezaji lakini mmechukua kutoka nje. Bado ataka tuchukue wachezaji bado hana quality ambao kusema wakashindana na Nigeria, wachezaji wao ambao kutoka Ulaya moja kwa moja. Sababu Nigeria wachezaji wao moja kwa moja kutoka kwenye vilabu ambavyo vya ligi kuu. Naona sisi tunakwenda kuchukua wachezaji ambao kwa daraja ya kwanza, kwa daraja ya pili, na bado hana quality ile ambayo wenzetu wanayo. Lakini hivyo kama mchezo wa mpira tunaweza tukauma meno tukafanikiwa kupata alama 3. Nigeria amechukua mchezaji mpaka kutoka ligi ya Tanzania, lakini nasema hivi kuchukua mchezaji Tanzania maana yake kuna kitu ameonyesha, lakini sina imani kama mchezaji atakwenda kwenye kikosi cha kwanza akaenda kuanza, kwa sababu ana kipa namba 1 ambaye anacheza mpira Ulaya. Kama atakwenda kuperform akaanza kipa kutoka Tanzania sawa. Sijakwambia Tanzania hakuna wachezaji, nimekuambia quality za wachezaji. Wachezaji kweli tunao, lakini bado wachezaji ambao wenzetu wanao wametuzidi. Unaona ngapi leo Tanzania anashinda? Mimi utabiri wa mpira sina. Mimi Mwenyezi Mungu ajalie tusikose hata alama 1. Lakini tukipata 3 ni vizuri zaidi. Lakini hata 1 nahitaji ili timu yetu nayo ianze vizuri kwenye mashindano. Unaona Tanzania anafungwa ngapi leo? Sioni Tanzania anafungwa ngapi, kwa sababu sina utabiri wa kusema nani anafunga na anafunga. Ninachozungumza sisi kama Tanzania tukapambane, lakini tusipoteze alama 3. Kosa 3 tupate 1. Unatamani kikosi kiweje? Kwenye kikosi, kwa sababu mwalimu wa timu ya taifa amechagua vile yeye anavyojisikia. Atavopanga tukipokea kikosi. Mimi naenda kupanga kikosi hapo utalichanganya tu sasa hivi. Golini unatamani aanze nani? Golini sasa hivi nadhani kwa mujibu wa mpaka mchana mwangalia kwenye mitandao kwamba kuna Zuberi Koba na Yakubu. Yakubu nasikia kidogo ana hatihati kwa sababu alipata majeraha mazoezini, lakini mwisho wa siku kama mwalimu ataamua kuanza na Zuberi Koba sawa, akiamua na Yakubu sawa. Mwisho wa siku wale wachezaji wetu wote wa Tanzania wamechaguliwa na mwalimu wa Tanzania, kiambaye atoanza wote tumuunge mkono, tuwaombee dua wa perform na sisi nchi yetu ionekane na pepea kimataifa. Una Bakari Nondo Mwamnyeto, una Ibrahim Baka, una Dickson Job. Sababu majibu unayo, tunaondoka Diki na Baka kwa sasa hivi. Kwani mpira uchawi? Mpira sio uchawi kama unaoficha kwenye suruali. Mpira uko hai kabisa. Uwezo wa Bakari uko mzima, Diki uko mzima, kaza Bakari Nondo Mwamnyeto. Hiyo kitu ambacho hakipo. Labda watu wanaumwa. Sababu hata kwenye klabu yake hapo Yanga Afrika sasa hivi watu ndio wanaocheza. Sasa unasemaje? Labda yeye Gamondi atakuwa amemuelewa sana Bakari Mwamnyeto. Wenda akaanza ndio mchezo wa mpira ulivyo. Wenda akamwona huyu ndiye anamka vizuri kuliko hawa akampanga. Na sisi tunampokea ile timu yetu. Yaani hata pangwa ile ndio tumshangilie huyo. Yaani kiufupi. Na sio Yanga wala sio Simba. Hapa leo kaishangilie timu ya taifa Tanzania. Tukifungwa tumefungwa wote, tukicheza tumeshinda wote. Maga sisi tuna kaida moja. Akitoa mtu boko anaanza kupotea. Mchezaji wa Yanga ametoa boko. Mchezaji wa Simba tutachelewa kwenye mfumo wa kishamba. Tukashangilie timu ya taifa Tanzania kwa niaba ya Tanzania. Tusiwe jinga, sio kushangilia timu la nje tu, mimi mali sio nani. Tushangilie timu yetu, tuiombee timu yetu ipate matokeo.
kwa sababu ndio taifa letu na tuko Tanzania. Timu ya Tanzania ndio washabiki wake, sisi washabiki wa Simba na Yanga na vilabu vidogo vidogo. Naongoza kwa malalamiko, lakini baada timu ikipoteza, kwanza mimi siwezi kumlaumu mchezaji wa Simba kwa sababu amechomesha. Umeelewa eh? Siwezi kulaumu mchezaji wa Yanga kwa sababu amechomesha. Wapo wenye tabia kama hizo, ndio maana ninasema tuiunge mkono timu yetu, tusiwe na ushamba. Ushamba kwenye mpira wa Tanzania tunataka tuuache. Timu ya taifa inabaki kuwa moja, wachezaji wa vilabu na kila mmoja na timu yake.